ni Mtoro TV. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi dhil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram wa ala kulli man salaka sabilahu wa iqtafa qafwahu min a'immatil a'lam. Amma ba'd. Mheshimiwa kadhi wetu, mzee wetu Sheikh Abdallah Yusuf Mnyasi, Mheshimiwa katibu wa Mufti na katibu wa taasisi ya Muhammad Sadis lil ulama al afariqa tawi la Tanzania, Sheikh Musa Hamed Juma al-Buhri, wageni wetu Sheikh Dr. Muhammad Nafi kutoka Morocco, Marrakesh, na Dr. Sheikh Abdul Ghani Yusuf, Sheikh Kaporo ambaye ni rais wa Jaiza kama ilivyoelezwa, lakini pia mudiri wa kitengo cha Qur'ani katika Baraza Kuu la Waislamu Tanzania au idara ya Qur'ani katika Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, mashekhe wote wa wilaya Ilala, wilaya ya Temeke, wilaya mwenyeji ya Kinondoni, Ubungo, Sheikh Kitogo kadhi wa mkoa wa Dar es Salaam, majaji wetu waliokuwa wanatufanyia kazi hapa juu wote, viongozi wote kwa ujumla, wageni waalikwa, jumuiya ya kina mama, jumuiya ya vijana, ndugu zetu mbalimbali tuliowakaribisha, washindani walioshindana, viongozi wa baraza, kila mmoja kwa nafasi yake na kutoka mahala alipotoka. Protoko imezingatiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama mnavyofahamu kwamba leo tulikuwa na mashindano ya Qur'ani tukufu ambayo yanasimamiwa na tawi la taasisi ya Muhammad wa Sita, tawi la Tanzania, na kama mlivyoweza kusikia maelezo kutoka kwa Dr. Abdul Ghani juu ya ubora na mapenzi ya mfalme wa sita wa Morocco, ambaye yeye ndio mwenyekiti wa taasisi ya mfalme inayoitwa Muassasatu Muhammadin Sadis lil ulama al afariqa. Ni taasisi kwa ajili ya wanawazuoni wa Afrika. Kabla ya hapo hakuja kuwa na taasisi inayowakusanya ulama wa Afrika, hakuna, na hakuna aliyekumbuka katika wenye nguvu ya kukumbuka na kuanzisha jambo kama hili, lakini Jalalatul Malik ayyadahu Allah wa nasara amejaribu kusimama vizuri na kuweza kuanzisha taasisi hii ya Muhammad wa Sita kwa ajili ya wanazuoni wa Afrika kwa kuwakusanya mahala pamoja. Namshukuru mfalme
Jalalatul Malik Muhammad Sadis, kama nilivyosema mwanzoni, kwa kutuanzishia taasisi hii ya ufalme yenye makusudio ya kuunganisha safu ya wanazuoni wa Afrika, jambo ambalo kama nilivyosema haijapata kutokea tangu huko nyuma. Kabla ya yeye kuanzisha, aliyepata fikra njema iliyonyoka kuanzisha taasisi ambayo inajenga safu ya ulama hakuna. Kwa hiyo tunamshukuru kwa kufanya jambo hilo na kutuanzishia taasisi kama hii ambayo ni taasisi kwa ajili ya ulama walmufakkirin walkhubara. Watu wanakaa kujadili masala mbalimbali yanayohusu dini yao ya Kiislamu na kulinda akida yao. Sisi kama Watanzania tumefaidika nayo hii taasisi. Tumefaidika nayo kwa sababu kama mnavyoona tumeweza kupata mambo mengi ambayo yamewekwa katika nchi yetu, na tumeweza kupata faida kubwa sana kwa kuwepo taasisi hii. Ukiacha faida kubwa zaidi ya kupatikana msikiti mkubwa ambao umejengwa na mfalme, yote mnaelewa, hii ni faida kubwa ambayo tumeipata. Lakini tumepata faida kubwa vile vile ya kupata faru muassasati Muhammadin Sadis lilulamai al-afariqa, kwamba na sisi tumo na wachili ambao alikuwa tumo. Lakini bahati nyingine ambayo imepatikana ni ile fikra ya kuanzishwa taasisi hii, kisha mimi nikawa nahudhuria fikra hiyo, na mpaka ikawa imefikia wakati wa kutengeneza katiba, mimi nipo, na mpaka kufikia wakati wa uzinduzi kuzindua hiyo taasisi nipo, na mpaka kuwa sasa kutengeneze matawi. Ilikuwa watu wanahudhuria tu kawaida kama wajumbe, baadaye ikaonekana kupatikana furu, matawi, branch. Na katika hizo branchi, moja ni branchi ya Tanzania ambaye rais wake ni mimi Abubakar Zubeiri, niliyekuwepo toka fikra, toka vikao vya kutengeneza katiba na kuundwa taasisi na mpaka uzinduzi na mpaka leo nipo. Hii ni moja ya bahati kubwa sana. Napozungumza taasisi hii, tunazungumza kwa kujifakharisha, kwa sababu niko toka mwanzo. Sio kama baadhi ya nchi nyingine tumezichukua tena kwa sisi kutoa fikra kwamba naona fulani naye angeingizwa, naona fulani naye angeingizwa. Mimi toka ile point ya kwanza ya fikra kupatikana jambo hili. Lakini jambo la kushukuriwa zaidi, na haifai kutokushukuru, ni kumshukuru Rais Kikwete kwanza kwa jambo hili, kwa lilitokea kipindi chake, na yeye ndio alionishika mkono kwamba lazima nende, akumtumia Othman Rashid kama DG kipindi kile kwamba lazima nende kwenye kile kikao. Ikaenda, yakapatikana haya yote mnayoyaona, na katika jumla hayo yaliyopatikana ni msikiti mkubwa ule, kwa sababu niliuomba mimi kule huo msikiti. Sio kama watu wengine wanafasiri ovyo ovyo. Niliuomba mimi, na nimekwenda nikiwa peke yangu mimi mwenyewe na briefcase yangu basi, na Mwenyezi Mungu akajalia umepatikana msikiti baada ya mfalme kuja.
Na mimi nikamwambia rais aliyokuwepo kipindi kile, Dr. almarhum Magufuli, kwamba mwambie mfalme, mkumbushie kwamba tulimwomba msikiti, mtilie nguvu. Wewe utazungumza naye hivi sasa, na ikiwa vipi nifanye kwa mkalimani niwe ndani huko ili nipate kusema masuala ya kuhusu bwana, lakini mimi nitamwambia. Na kweli akamwambia, na niliwahi kumuuliza waziri mkuu, bwana rais amemwambia yule mfalme? Akamwambia nilikuwepo. Kwa hiyo akatia nguvu, na mfalme akaamua kwamba kweli anajenga, na kabla hajaondoka anazindua. Pakahitajika kuzinduliwa hapo, kama mlikuwepo, pakahitajika kuzinduliwa, na mimi mwenyewe kama mufti wa Tanzania na raisul majlis al-a'la lishuuni al-islamiyya bi Tanzania, nikatoka ofisini nikaanza kupiga hatua 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ujengwe hapa msikiti. Ndio pale ndapoona msikiti umejengwa. Tumshukuru Rais Samia Suluhu Ad-Doktora, ambaye ametia nguvu sana na ushujaa mkubwa katika kuhakikisha kwamba hili jambo linakamilika na mambo yake yote yaliyobakia yakamilike, na kweli yamekamilika kwa kupitia kwake, na mpaka leo walillahi alhamd tunaendelea kufanya ibada zetu. Wachilia mbali kufanya ibada, pia tunajifakharisha kuwa na msikiti mkubwa wa kitaifa, sio wa taifa, wa kitaifa, wa kimataifa, ambao kwamba akija mtu mwingine yoyote anaswali na sisi hatuna wasiwasi wa aina yote. Msikiti mzuri, unapendeza, una nafasi kama mnavyoona. Lakini tumepata marafiki mengine kama ofisi kama hii, tuna maeneo kama haya, tuna kaa ambayo kubwa kama hii, tunakutana. Na nadhani kupitia viongozi wangu wa baraza na katibu wangu Sheikh Musa Ahmed, watu wengi mmefaidika harusi zenu, mikutano yenu na kila kitu. Haya yote fadhila zake zinamwendea viongozi wetu tuliokuwa nao hapa nchini, lakini tunamwendea zaidi mfalme Jalalatul Malik Muhammad As-Sadis. Mwenyezi Mungu amhifadhi na amtie nguvu. Faida yake ni kwamba sisi ni wa mwanzo katika hili jambo, tupo hatupo, muelewe jambo hilo. Na kwamba Tanzania ni ya mwanzo katika jambo hili. Lakini pia niwafahamishe, tunatarajia mengi kutoka kwa mfalme. Ndio maana mnaona mashindano haya ya Qur'ani kama wanaofanya nchi nyingine, na sisi tumo. Hatujanyimwa hii kwamba sasa nyinyi Tanzania basi wataendelea Senegal. Hapana, tumo. Hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini nafasi pia zinapatikana kwa ajili ya kwenda kwenye mashindano Morocco, au mahali ambapo ile taasisi mama imepangwa mashindano ya kimataifa yafanywe huko, na sisi Tanzania tunapewa nafasi, vijana wetu kiwa 4, 2, 3, 1, lakini tunapata nafasi, wanakwenda. Lakini katika jambo moja kubwa linalotufurahisha, nilipewa nafasi vile vile ya kuchagua au kupendekeza majina ya majaji wanaoweza kwenda kushirikiana na majaji kule, kama mnavyomuona Dr. hapa Muhammad Nafi na wenzake wengine kule Morocco. Baraka kwanza tumpeleka marhumu kijana wetu Abdallah Daud, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkhitari, Mwenyezi Mungu amrehemu na amghufirie. Nikampeleka Abdul Mannan yupi? Mama mwalimu. Huyu hapo unamwona? Huyu ndio anatuwakilisha kule. Na kile itakavyokuwa nafasi itakuja nyingi, basi katika hili jopo letu la majaji itakuwa tunachukua mmoja tunampeleka kule kumuunganisha na Abdul Mannan kwenda kutufanyia kazi kule. Lakini sio hivyo tu, ninapokutana nao wanasifu sana vijana wetu, wanawasifu vile vile majaji wetu ambao tumewapeleka kule. Semeni alhamdulillah. Tunashukuru sana, washukuru
viongozi wangu ambao wamesimamia jambo hili, Sheikh Musa Hemedi, Jumbe Bagwan, Tawfiq Tahir na viongozi wetu wa baraza, katibu mkuu, naibu katibu mkuu, naibu katibu mkuu, lakini baraza la ulama, makadhi, mashekhe wa mikoa na wilaya, kwa ushirikiano wa kuhakikisha kwamba jambo hili linakwenda vizuri. Lakini kwa mwisho ni washukuru majaji ambao wamefanya kazi kubwa hapa, na hakuna hata siku moja tumewaomba waje wasimame wakatukatalia, bali wanatupa na fikra na mawazo na taratibu, kwa sababu wao hili ni jambo lao, na kila mmoja mwenye jambo lake atakiwa aweke kwenye lile jambo lake. Anzilu nasa manazilahum. Hayo ndio mambo ambayo ya muhimu nilitaka niyataje leo kwa ajili ya kuona kuliweka wazi jambo kama hili. Siku nyingine ikitokea kwamba kuna jambo kama hili, basi jitokeze kwa wingi kwa ajili ya kutia nguvu, na tuendelee kumwombea Mungu mfalme wa sita Muhammad Sadis pamoja na viongozi wake Ahmad Tawfiq na Muhammad Rifqi. Juzi alikuja hapa, mlimuona, kwa ajili ya mambo mbalimbali. Na sisi pia tumepewa nafasi ya kuhudhuria durusul hasaniya. Kuna kitu mwezi wa Ramadhani kinaitwa durusul hasaniya. Ni mwaka huu tu haikutokea, sio sisi kutokwenda, kwa dunia nzima jambo lile halikufanyika. Manake durusul hasaniya, darsa zile ambazo zinasababishwa na ukoo wao hawa, kwa ajili ya darsa ambazo anasimamia mwenyewe mfalme. Hata mimi nilishapata nafasi ya kutoa darsa. Tazameni katika mambo ya internet, mtakuta kule nilishapata na mimi nafasi kubwa. Apewe mtu ovyo ovyo, mjinga mjinga au mtu wa namna gani? Anapewa mtu ambaye anakubalika, na kule kuna dakatira, sio watu wa mchezo mchezo. Na wale wote waliohudhuria ni ulama watupu na wanazuoni watupu likubuhu, ambao wamesoma mpaka madarasa yakabomoka. Ndio wako pale, ndio watakiwa utoe darasa alafu mbele ya mfalme, kisha unakuwa mtu wa kwanza kwenda kumpa mkono mfalme, kisha ndio wafuate watu wengine. Na kuna zile awadi unapata, nayo mimi hapa ya kazi hiyo niliyoifanya. Kwa jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, semeni alhamdulillah. Niwashukuru kidogo wa mabwana waliokuja wapate maneno ya kumpelekea Muhammad Rifq kwa niaba ya Ahmad Tawfiq na kwa niaba ya mfalme Muhammad Sadis. Bismillahir Rahmanir Rahim. نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على مبادرته الكريمة بتأسيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، التي وحدت صفوف العلماء والخبراء والمفكرين، جمعتهم على خدمة الدين الحنيف ونشر قيم الاعتدال والوسطية، ونثمن جهودها المباركة، ولا سيما تنظيم مسابقات القرآن الكريم التي تشجع حفاظ كتاب الله المجيد وتبرز مواهبهم. ونخص بالشكر الدكتور محمد رفقي على حسن إشرافه وإدارته الحكيمة، وعلى كرمه في استقدام المحكمين والمتخصصين. كما نشيد بجهود معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والرئيس المنتدب الدكتور السيد أحمد التوفيق على دعمه المستمر. كنا بيتي مزيكا كدوغو: يا ملك بالخير أشرق نوره في الأرض حتى عطره عما، محمد السادس الذي بعطائه رفع المنار وشيد العلماء، أسست صرحا للعلوم مباركة فغدا لأهل الفضل فيه مقاما، وجمعت أهل العلم في إفريقيا حتى غدوا في الحق صفا نظاما،
ولرفقي فضله متواصل ساس المؤسسة العالية إحكاما والتوفيق أحمد الذي بجهوده ساند المسيرة واستنار مقاما والضيف أهل الفضل زادوا بهجة أي محمد نافع الدكتور وعبد الغني والضيف أهل الفضل زادوا بهجة فغدا المكان بحضورهم ابتساما والضيف أهل الفضل زادوا بهجة فغدا المكان بحضورهم ابتساما اللهم بارك في جهودهم وأدم عزهم ووفقهم لما تحب وترضى واجعل أعمالهم في ميزان حسناتهم وانفع بهم الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين. Baada ya kuzungumza hayo, nichukue neno la kuwashukuru wote mliohudhuria baada ya kupata mwaliko wetu, kila mmoja kwa namna ya mahala alipotoka kuja kututia nguvu hapa kwenye msabaka huu ambao mimi nimeingia mwisho, lakini nimemwona mtoto mmoja ana balaa kabisa. Nilikuwa nikimwambia daktari hapa Muhammad Nafi kwamba hii ni habari kubwa sana iliyofanyika hapa, kuonesha mawahibi, vipaji vya watoto wetu tuliokuwa nao Tanzania. Mwenyezi Mungu atujalie kheri, na mkirudi majumbani mrudi kwa amani na kwa salama na kwa baraka, na Mwenyezi Mungu awapeni vipawa vilivyokuwa vya kheri, awazidishie jumuri zenu katika kheri na amali njema, lakini awape baraka katika riziki zenu na awafae katika kila ambalo mnalikusudia kulifanya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Mtoro TV.